tunakushukuru sana. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, ni wakati wako tena. Tuko tayari Bwana kusikia neno lako la uzima. Tujalie roho wa uzima kulifafanua, tupate kulielewa na kulishika. Tujalie Bwana kuliishi na kulifanyia kazi, likalete matokeo mazuri katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa ajili ya wale waliopo kanisani, wanaotufuatilia kwa njia ya TV na katika vipindi vyetu mbalimbali vya redio na katika mitandao ya kijamii. Nguvu yako isiyozuiliwa na umbali Bwana ikatujenge, ikatuuishe na kutupa badiliko la kweli. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo letu linaloitwa namna ya kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu ya 8 ya mfululizo wa somo hilo. Namna ya kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu ya 8 ya mfululizo wa somo hilo. Na andiko letu la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika mfululizo wa somo hili tangu tulipoanza katika sehemu ya kwanza mpaka leo katika sehemu hii ya 8, tumekuwa tunajifunza na kuona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya kila Mkristo kuona watu wake wanainuka na kuangaza. Lakini pia tukaenda mbali zaidi, tukaanza kuangalia maana kama 5 katika maisha ya Mkristo za kuinuka na kuangaza. Lakini tukaenda mbele zaidi, kutokea hapo tukaangalia mambo muhimu kufanya ili Mkristo kuinuka na kuangaza. Na tukaona jambo la kwanza ni kujihusisha na mambo machache kwa mwendelezo ili kuruhusu Mungu kuachilia matokeo kwenye maisha yako. Na tuliangalia kwa kina namna ambavyo Biblia inazungumza kwa habari ya ukweli huo, na tukaishia tulipoishia. Lakini tukaenda mbele zaidi, tukaangalia kanuni ya pili ni kutengeneza mahusiano mazuri na ulimwengu wetu wa roho. Kutengeneza mahusiano mazuri na ulimwengu wetu wa roho. Na tulipoangalia hapo tukagundua ya kwamba maisha ya mwilini matokeo yake yanaamuliwa na maisha ya rohoni. Kwa hiyo Mkristo anayetaka kuona madhihirisho ya nguvu za Mungu kwenye maisha yake ya mwilini ni lazima aamue kuwekeza awezavyo kwenye maisha yake ya rohoni. Lakini tukaenda mbali zaidi, tukaanza kuangalia mambo yanayoruhusu au kuchochea ulimwengu wa roho wa mtu kuachilia matokeo kwenye maisha yake. Najua tuliishia hapo na bado hatujamaliza. Bwana akitujalia neema, ibada inayokuja tutaendelea kutokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba tukaangalie kanuni nyingine ya 3 na ya msingi sana, na ibada inayokuja tutarudi tena kumalizia kanuni ya ile ibada kwenye ile kanuni ya 2, sawa? Kanuni ya 3 muhimu sana kwa Mkristo anayetakiwa kuinuka na kuangaza, au jambo la 3 muhimu kufanya ili kuinuka na kuangaza ni hili: hakikisha unatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta kwenye maisha yako. Jambo la 3, hakikisha unatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta kwenye maisha yako. Naomba nikwambie hivi, mtu wa Mungu, kutokujua namna ambavyo Mungu anatenda kazi kwenye maisha yetu hutunyima mengi ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Kushindwa kutambua namna ambavyo Mungu anatenda kazi kwenye maisha yetu huwa kunatunyima mema mengi ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Na ndiyo maana pointi yetu ya 3 ya msingi tunasema hakikisha unatambua, sawa, na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta
kwenye maisha yako. Watu wengi mmeshindwa kuona nguvu na madhihirisho ya neema ya Mungu kwenye maisha yenu kwa sababu mmepungukiwa ufahamu wenye kuwaonesha namna ambavyo Mungu anatenda kazi ili muweze kushirikiana naye katika kuachilia matokeo. Na ndiyo maana Ayubu akilifahamu hilo anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo hayo mema yatakapo kujia. Maana yake kina cha ufahamu wako kuhusu Mungu kitaamua ukubwa wa matokeo atakayoyapata muamini kwenye maisha yake. Kina cha ufahamu wako kuhusu Mungu kitaamua ukubwa wa matokeo utakayoyapata kutoka kwa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo tumesema jambo la tatu ni hakikisha unatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kuongezea kitu cha kukusaidia. Mungu anapotaka kufanikisha maisha yetu huwa anatupa nafasi ambazo tukizitumia vizuri huwa zinatufikisha kule ambako amekusudia tufike. Mungu akitaka kuyafanikisha maisha ya mtu huwa anampa nafasi ambazo zimekusudia kumsaidia mtu kufika anakotakiwa kufika. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yetu huwa zinakuja katika sura zaidi ya moja. Nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yetu ili kuishi maisha ya ushindi, ili kuwa na matokeo aliyokusudia, ili kuinuka na kuangaza, huwa anazileta katika namna au sura zaidi ya moja. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu hilo, na anaweza kuzileta katika sura mbalimbali. Namba moja, nataka nikuoneshe hapa vitu kadhaa vitakavyo kusaidia, sura mbalimbali ambazo Mungu huzitumia kuleta au zinazokuja kama sura ya nafasi kwenye maisha yetu. Namba moja, nafasi inaweza kuja au inaweza kuletwa katika sura ya mtu moja. Anaweza akamleta mtu. Kuna mtu anaweza akaja kwenye maisha yako, wewe unamuona kama mtu, lakini amekuja kama nafasi ya Mungu ili kutimiza yale ambayo Mungu anataka yatimie kwenye maisha yako. Ninakumbuka wakati ninamchumbia mama yenu, nikiwa nazungumza naye na kuomba anikubali niweze kumwoa, nilimwambia jambo moja: ukinipa nafasi ya kuwa sehemu ya maisha yako, umetoboa kabisa. Hiyo jambo nilimwambia sikiliza, mimi nina Mungu. Yaani ukinipa nafasi ya kuolewa na mimi kwenye haya maisha ya rohoni na mwilini, umetoboa. Na si mnamuona sasa hivi ametoboa Nilimwambia kwenye taaluma yako utafanikiwa. Mnamuona namna ambavyo anapanda na nafasi, anaaminiwa siku kwa siku. Kwenye hali yako ya rohoni utafanikiwa. Mnaona kila siku anawaambia hapa, huyu jamaa sio tu kwamba ni mume wangu, ila kwangu mimi nikikaa naye ninamuona ni mtumishi na sauti ya Mungu kwenye maisha yangu. Si huwa anasema hapa? Kwa hiyo nafasi ilikuja kama mahusiano, lakini kimsingi ilikuwa ni nafasi ya Mungu kubadilisha maisha yake. Namuomba sana watu wa Mungu, Mungu akusaidie. Kuna watu wengine Mungu anaweza akawaleta kwenye maisha yako, wanakuja katika sura ya mtu, lakini ni nafasi ya majibu ya Mungu juu ya maisha yako. Nafasi inaweza kuja kwa sura nyingine, kwa sura ya taarifa. Na tutayaona haya mambo yote tukiendelea kuyachambua hapo baadaye. Inaweza kuja kwa sura ya taarifa. Nakumbuka habari ya Farao, ile taarifa ambayo Yusufu alimpa kwa habari ya ndoto aliyoiota.
Ilikuwa ni nafasi ambayo Mungu alimpa ili abadilishe maisha yake, wasiendelee kula kila akiba walio nayo na waanze kuishi maisha ya nidhamu. Ilikuwa ni taarifa, lakini ambayo imebeba nafasi ya kuruhusu neema ya Mungu ya kusaidiwa kwenye miaka 7 ya njaa iliyo mbele yake. Umeanza kunielewa sasa Umeanza kunielewa sasa Namna ya tatu ambayo nafasi huwa inaweza kuja kwa sura ya wajibu, jukumu au kazi. Inaweza kuja kwa sura ya wajibu, jukumu au kazi. Nakumbuka habari ya Yusufu, nakumbuka habari ya Daudi. Nafasi ambazo Mungu alizitumia kuyainua maisha yao ilikuwa ni kazi na majukumu ambayo waliaminiwa kuyafanya, na walipofanya kwa uaminifu, Mungu aliyatumia kama daraja la kuwavusha na kuwapeleka kwenye ndoto ambazo walitamani kuzifikia. Kazi, wajibu, majukumu uliyoaminiwa yanaweza kuwa ni nafasi ya Mungu ili kukuwezesha kuinuka na kuangaza. Sawa Kumbuka pointi yetu ni hakikisha unatambua na unatumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anakupa. Kwa nini? Mungu akitaka watu wainuke na kuangaza kwenye maisha ya rohoni au kwenye maisha ya mwilini, huwa anawapa nini? Nafasi. Nafasi inaweza kuja kwa sura gani? Inaweza kuja kwa sura ya maamuzi. Nafasi inaweza kuja kwa sura ya maamuzi. Kumbuka habari ya mwana mpotevu. Biblia inasema alitumia vibaya, akaharibu maisha, mali alizopewa na baba yake, si ndio? Siku moja akakaa chini, akatafakari, akazingatia moyoni mwake, akasema nimeishi maisha ya umasikini na ufukara, ili hali kwa baba nilikuwa napata kila kitu. Biblia inasema hivi, alikuwa na hali ngumu kwa kiwango ambacho alikuwa anasaidiwa na watu, akila chakula sawa na chakula wanachokula wanyama. Akasema maisha haya yanatosha. Akafanya jambo moja tu, maamuzi ya kwamba nitarudi nyumbani kwa baba, nitaenda kutengeneza. Na yale maamuzi yakawa ni nafasi ambayo Mungu aliitumia kubadilisha maisha yake. Kuna maamuzi ukiamua kuyafanya yanaweza yakabadilisha maisha yako yote yaliyobaki. Moja ya maamuzi niliyowahi kufanya, mimi nimefanya maamuzi makubwa mawili ya msingi sana kwenye maisha yenye umuhimu kuliko maamuzi yote. Maamuzi ya kwanza ni maamuzi ya kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ni maamuzi ambayo ninayafurahia siku zangu zote za kuishi. Yamebadilisha maisha yangu. Yaani kiasi ambacho mimi leo hata Mungu akitokea hapa akasema nimetangaza jehanamu haipo tena, ni wokovu siachi. Maisha ya wokovu ni right. Jamani, huko nje duniani wanangu, watu wanahangaika, mambo magumu huko. Dhambi ni utumwa. Ni maamuzi bora sana. Na maamuzi ya pili ya msingi sana ambayo nimewahi kuyafanya kwenye maisha yangu na yafurahia siku zote ni maamuzi ya kuoa mama yenu. Asante, nimepiga makofi maana mnaona tunavyoishi. Yaani ni moja ya maamuzi mazuri, na ninafikiri na vijana wangu watakapokuwa wanaendelea kukua, wa kike na wa kiume, nitakuwa nawaambia maamuzi makubwa mawili mkiyafanya kwa usahihi mtafurahi. Jambo la kwanza, mpeni mapema Yesu maisha yenu awe Bwana na Mwokozi. Na jambo la pili, amueni vizuri kwa aina ya watu mnaoingia nao kwenye maisha ya ndoa na familia. Mkiangukia kwenye mikono ya wanyang'anyi, wanangu, imekula kwenu. Kisha habari yenu. Bwana asifiwe. Maamuzi. Amina. Lakini jambo jingine, maamuzi ya nafasi inaweza kuja kwa sura ya maelekezo. Kwa sura ya maelekezo. Mungu anaweza kaileta nafasi ya kuinuka na kuangaza kwenye maisha yako kwa sura ya maelekezo. Ukisoma vizuri katika Biblia utagundua Biblia inaeleza wakati fulani ambapo Isaka palikuwa pametokea njaa katika nchi, na Isaka akaamua kuondoka, akataka aondoke Gerari ili aweze kwenda Misri. Biblia inasema hivi,
malaika wa Bwana akamtokea usiku ule. Mungu akazungumza naye akamwambia, usiondoke, usishuke Misri, baki hapa, nitakubariki kutokea hapa. Maelekezo ya Mungu yakabadilisha maisha ya Isaka. Biblia inasema akapanda mbegu katika mwaka ule, akavuna kipimo 100 kwa 100. Isaka akaanza kufanikiwa mpaka wenyeji wa nchi wakamuonea wivu. Moyo ulikuwa unaona Misri ndiyo mahali salama. Maelekezo ya Mungu yanamwambia baki Gerari, ndipo mahali nilipokusudia ustawi. Njia rahisi ya kuishi maisha yenye maana ni kukubali moyo wako kuongozwa na Mungu sawasawa na mapenzi yake. Njia rahisi ya kuishi maisha ya ushindi yenye amani na salama, andika jambo hilo litakusaidia. Njia rahisi ya kuishi maisha ya ushindi yenye amani na salama ni kuufundisha moyo wako kuwa tayari kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo hakikisha unatambua na unatumia vizuri nafasi ambazo Mungu anakupa kwenye maisha yako. Naomba tuendelee mbele tena. Nimeandika hapa nikasema, watu wote unaowaona wamefanikiwa kwenye eneo lolote la maisha yao, mafanikio yao yalikuja kama nafasi ambapo walipoweza kuitumia vyema walipata matokeo tunayowaona nayo. Watu wote unaowaona wamefanikiwa kwenye eneo lolote la maisha yao, mafanikio yao yalipokuja hayakuja kama mafanikio, yalikuja kama nafasi ambapo walipoweza kuzitumia na kuziitikia ndipo waliweza kupata matokeo tunayowaona nayo. Andika jambo hili litakusaidia. Matokeo ninayotamani kuwa nayo katika maisha yangu yananitaka kuwa tayari kuitikia nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yangu. Matokeo unayotaka kuwa nayo kwenye maisha yako, matokeo unayotaka kuwa nayo kwenye maisha yako, kwenye mabano andika ya rohoni na ya mwilini. Matokeo unayotaka kuwa nayo kwenye maisha yako, in brackets, ya rohoni na ya mwilini, kwenye maisha yako ya kiroho na maisha yako mengine ya mambo mbalimbali, yanakutaka kuwa tayari kutambua na kuitikia nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yako. Nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu watu wote unaowaona wana matokeo mazuri kwenye hali zao za rohoni au kwenye maisha yao ya mwilini, matokeo unayoyaona wanayo ya hayakuja kama matokeo au kama mafanikio. Mwanzoni yalikuja kama nafasi, ila wao wakaamua kutambua na kuitikia, ndo wakapata matokeo tunayowaona nayo leo. Naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia ninapojenga msingi. Mungu hufanikisha maisha ya mtu kwa kumpa nafasi za majaribio, mafunzo na uthibitisho. Mungu hufanikisha maisha ya mtu kwa kumpa nafasi za majaribio, mafunzo na uthibitisho. Yaani ili Mungu aendelee kukuinua zaidi, ili Mungu akupe matokeo makubwa zaidi katika maisha ya rohoni au maisha ya mwilini, huwa anakupa nafasi ambazo zimelenga kukujaribu au kukupima, zimelenga kudhihirisha ukweli wa moyo wako, zimelenga kukufundisha kitu, zimelenga kukuthibitisha ya kwamba unastahili kwa ajili ya new level kwenye maisha yako. Ni jambo la msingi sana, ni jambo la muhimu sana. Naomba nikwambie mtu wa Mungu, ikiwa Mungu amekupa nafasi ambayo amekusudia ujifunze, amekusudia akupime, amekusudia aujue moyo wako, usipohitimu kwenye hilo darasa
hawezi kukuamini kukupeleka kiwango kingine. Ni kama ilivyo katika mitihani, mwanafunzi hawezi kwenda level nyingine isipokuwa amepita na kufaulu kwenye level aliyopo. Ndivyo ilivyo. Haijalishi utaomba kiasi gani, haijalishi utafunga sana mifungo yote ukamaliza, haijalishi utatoa sadaka za namna gani, hata za kujilipua, usipofaulu katika mafunzo ambayo Mungu ametaka ujifunze, Mungu asipojiridhisha ya kwamba moyo wako unatosha kuaminiwa kwa nafasi nyingine, hawezi akakupeleka hatua nyingine. Hawezi. Narudia tena, hakikisha unatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako. Kumbuka tunajifunza somo la namna ya kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu ya 8, na tupo kwenye kanuni ya 3 ya Mkristo anayetaka kuinuka na kuangaza, ni kuhakikisha anatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anampa kwenye maisha yake. Naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Mafanikio sio bahati, ni mwitikio wa hekima alionayo mtu kwenye nafasi ambazo Mungu amempa kukutana nazo. Mafanikio sio bahati. Mafanikio sio bahati, ni mwitikio wa hekima alionayo mtu. Mafanikio sio bahati. Kwenye huduma kufanikiwa sio bahati. Kwenye huduma kufanikiwa sio bahati. Kwenye elimu kufanikiwa sio bahati. Kwenye chochote unachokifanya kuwa na matokeo mazuri sio bahati. Ni matokeo ya mwitikio wa hekima alionayo mtu kwenye nafasi ambazo Mungu amewahi kumpa kwenye maisha yake. Ni mwitikio wa hekima alionayo mtu kwenye nafasi ambazo Mungu amewahi kumpa kwenye maisha yake. Maisha hayatakupa matokeo makubwa kwa sababu tu unatamani kuwa nayo. Ni lazima ifike kwenye kiwango cha kujiongezea ufahamu na hekima ya Mungu itakayokusaidia kutumia nafasi vizuri anayokupa Mungu ili kuaminiwa kwa nafasi kubwa zaidi. Hakuna uganga hapo wanangu, hakuna uchawi hapo. Kunataka kutumia vizuri nafasi ambazo Mungu anakupa kwenye maisha yako. Inua mikono yako na ukiri maneno haya: Roho Mtakatifu, nisaidie kila nafasi utakayonipa kwenye maisha yangu, niwezeshe kuijua na kuitumia vizuri ili kuruhusu matokeo makubwa aliyokusudia Mungu niwe nayo kwenye maisha yangu. Mafanikio sio bahati, ni mwitikio wa hekima alionayo mtu kwenye nafasi ambazo Mungu amempa. Mithali 22 na mstari wa 29. Tuangalie hapo Biblia inasema nini. Mithali 22 na mstari ule wa 29. Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Anasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Je, wamuona mtu anayejiongezea ujuzi na ustadi kwenye mambo anayoyafanya? Huyu ni mtu ambaye kazi zake haioni kama kazi, anaiona kama nafasi ambayo Mungu amempa ili kubadilisha status yake. Unanielewa sasa? Haioni kama kazi inayompa tu chakula na kumudu gharama za maisha. Haioni kazi au biashara yake kama riziki ya siku, anaiona kama nafasi ambayo Mungu amempa ili kutengeneza heshima yake na familia yake. Anasema, je, unamuona? Unamuona? Wanaambia kila siku, wanangu, naomba nirudie hapa, kesho ya mtu sio fumbo kwenye eneo la mafanikio. Sio fumbo. Mwambie jirani yako, kesho ya mtu kwenye eneo la mafanikio sio fumbo.
Yaani kuna mtu tabia zake, bidii yake, namna anavyojituma, ukimwangalia tu unajua huyu kesho lazima atatoboa. Kuna mchungaji unamuona namna anavyomtafuta Mungu, namna ambavyo anachunga tabia, mwenendo na maadili, namna ambavyo anaweza kuchunga watu wachache. Unagundua kabisa miaka michache ijayo Mungu atamwamini kwa kanisa kubwa na huduma kubwa huyu. Kesho sio fumbo wanangu, sio fumbo. Kwenye eneo la mafanikio, kesho sio fumbo. Anasema, je, wamuona? Kwa lugha rahisi hapa ni nini? Mafanikio ya huyu mtu yanaunganishwa na bidii yake na sio bahati zake. Umenielewa? Anaposema hapo, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo hatakaa na watu wa kawaida, atakaa na watu wakuu, atakuwa ni mtu wa heshima. Tafsiri yake anasema mafanikio ya mtu yana uhusiano na bidii yake kwenye nafasi ambazo Mungu amempa kwenye maisha yake. Okay? Andika jambo hili litakalo kusaidia. Maisha huwapa watu nafasi ya kuinuka na kuangaza, wanaojua kutumia kila nafasi ambayo Mungu anawapa kwenye maisha yao. Maisha huwapa watu nafasi ya kuinuka na kuangaza, wanaojua kutumia kila nafasi ambayo Mungu amewapa kwenye maisha yao. Kwa hiyo Mkristo anayetaka kuishi maisha ya kuinuka na kuangaza sawa na Isaya 60 na mstari ule wa 1, ni lazima ajifunze kujua namna ya kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anampa kwenye maisha yake. Kumbuka tumesema Mungu anapozileta nafasi kwenye maisha yako, anaweza akaileta nafasi katika sura ya mtu. Kuna jamaa mmoja tu Mungu akikusaidia kuolewa naye, kutokea hapo maisha yako yamebadilika. Kuna binti mmoja tu, Dr. Peter, Mungu akikusaidia kuoa, kutokea hapo maisha yako yanabadilika. Kuna watu kwenye maisha wanakujaga kama nafasi za Mungu za kubadilisha maisha ya watu. Wewe utamuona kama mtu, lakini kumbe ni nafasi ya Mungu ya kubadilisha maisha yako. Nafasi inaweza kuja katika sura ya sehemu au mahali. Kuna kanisa ukiingia tu na kuanza kuabudu na kuwa mshirika pale, unaanza kushangaa kila eneo la maisha yako ambalo lilikuwa limetawanyika linaanza kukusanywa. Jana wangu anacheka maana anajua. Na naamini wengi tangu mmeingia hapa mmeanza kuona maisha yenu yalivyokuwa yakiletwa pamoja na Bwana, anaendelea kuyaunganisha, si ndio? Mungu anapotaka kuyainua maisha ya watu, anaweza akaleta nafasi zinazoweza kuja katika sura mbalimbali. Okay. Hebu tuanze kumwangalia. Tuangalie mfano wa Daudi mchunga kondoo. Tuanze kuangalia mtu wa kwanza, mfano wa Daudi mchunga kondoo. Namna ambavyo Mungu alipompa nafasi, Daudi alizitumia zile nafasi kama alizitumia ile kazi kama nafasi ya Mungu ya kuweza kufika katika level ya kuinuka na kuangaza. Okay. Nimeandika hapa nikasema, maisha ya uchungaji wa kondoo kwa Daudi yalitumika kama shule ya Mungu ya siri kwa ajili ya kumwandaa katika nafasi ya ufalme. Andika jambo hilo, utakuwa unakumbuka. Maisha ya uchungaji wa kondoo kwa Daudi, maisha ya uchungaji wa kondoo kwa Daudi yalitumika kama shule ya Mungu ya siri, yalitumika kama shule ya Mungu ya siri kwa ajili ya kumwandaa katika nafasi ya ufalme. Wanangu, naomba niwaambie jambo hili litakalo wasaidia. Watu wote unaowaona watu wanawashangilia hadharani, wana nyakati ambazo waliandaliwa sirini ambapo hapakuwa na mtu aliyekuwa anawaona. Watu wote wanaoangaza hadharani wana nyakati za maisha ya sirini ambazo hakuna mtu alikuwa anawaona,
wakati walipokuwa wanaandaliwa au wakati walipokuwa wanajiandaa. Na katika maisha yangu nimejifunza jambo moja kupitia maisha yangu binafsi, ya kwamba uwekezaji kwenye maisha yangu ya sirini utaamua madhihirisho ya nguvu za Mungu kwenye maisha yangu hadharani. Iko hivyo. Nimeandika hapa pia nikasema, Daudi alikuwa mchungaji tu wa kondoo. Hakuzaliwa kama mfalme, lakini alipopewa nafasi ya kumtumikia Sauli kwa kupiga kinubi, alifanya kwa uaminifu. Utaandika Samueli wa kwanza 16 na mstari wa 21. Samueli wa kwanza 16 na mstari wa 21. Daudi, Mungu alipokuwa anataka ainuke, Mungu alipokuwa anataka afanikiwe kwa ajili ya ile nafasi ya kuwa mfalme, Mungu alikuwa anampa nafasi. Alikuwa kila nafasi aliyopewa Daudi alihakikisha ile nafasi anaacha alama ya ushahidi, alama ya ushindi, ambayo kila mmoja akiiona anasema kuna mtu alikaa kwenye hii nafasi kabla. Wakati ambapo Sauli alimpa kazi za kufanya, Biblia inasema akatenda kwa busara, watu wote wakawa wanamshangilia. Kila kazi aliyopewa kwake ilikuwa ni nafasi ya Mungu kumtambulisha kwenye taifa lake. Kila nafasi aliyopewa, kila kazi aliyopewa ilikuwa ni nafasi ya Mungu kumtambulisha kwenye taifa lake. Andika hilo jambo unakumbuka. Kila kazi ambayo Daudi aliaminiwa kuifanya, aliiona kama nafasi ya Mungu kumtambulisha kwenye taifa lake. Utaona the same wakati ambapo alipokutana na Goliati. Wakati katika ile Samueli wa kwanza 16, Samueli wa kwanza 17 mstari wa 45 mpaka wa 47 utaandika, ama unaweza ukasoma ile sura nzima kwa wakati wako. Samueli wa kwanza 17 utaandika 45 mpaka 47, lakini unaweza ukaja ukasoma sura ile nzima. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba Daudi alipokwenda porini, alipokwenda vitani, alipotumwa na mzee wake, alipomuona Goliati akitukana watu wa Mungu, kwake aliona ni nafasi ambayo anaweza kuitumia kufanya jambo. Wakati ambapo taifa zima lilikuwa linaogopa, kwake Goliati kupambana naye, aliona ni nafasi ya utambulisho katika mafuta aliyokuwa amepakwa na Samueli ili kuwa mfalme. Jaribu kufikiri, kwa hali ya kawaida haikuwa rahisi. Mtu ambaye alikuwa ni mchungaji wa kondoo, mtu ambaye anakaa na wanyama polini, mtu ambaye sio sehemu ya jeshi la taifa lake, anawezaje kuaminiwa kuwekwa kwenye nafasi ya kuwa mfalme? Ni kweli ametiwa mafuta na Mungu, ni kweli ana neno la ahadi, lakini ili aweze kukaa kwenye nafasi, Mungu alihakikisha analeta nafasi ambazo Daudi akiziitikia vizuri, watu watamjua na kumfahamu, hata kama ni nje ya mfumo na utaratibu wa kawaida uliozoeleka. Mungu akitaka kumweka mtu mahali, sio lazima atumie mfumo rasmi uliozoeleka. Nanielewa sasa Kuinuka na kuangaza kwetu kunataka kutambua na kutumia vizuri kila nafasi ambazo Mungu anatupa kwenye maisha yetu. Naomba uandike jambo hili, litakusaidia. Daudi ni mfano wa wazi kwamba Mungu haangalii tu nafasi ya mtu, bali anaangalia kile mtu anafanya ndani ya nafasi aliyoaminiwa. Mungu haangalii tu nafasi ya mtu, bali huangalia kile mtu anafanya ndani ya nafasi aliyoaminiwa. Kila nafasi ambayo Mungu atakuamini nayo, Mungu hatoiangalia nafasi tu, ila ataangalia namna gani unatenda, namna gani unafanya kwenye ile nafasi aliyokuamini. Mungu ameniita kuwa mchungaji,
Sio ishu ya kukaa tu kwenye nafasi ya kuwa kuhani, lakini ananitazama kila siku na kuniangalia namna gani ninatenda kwenye nafasi ambayo Mungu ameniweka. Naomba ufahamu pia jambo hili litakalo kusaidia. Kabla Daudi hajavaa taji, alivaa mavazi ya mchungaji, na kabla hajakaa kwenye kiti cha enzi, alikaa jangwani akichunga kondoo. Andika hilo jambo wewe unakumbuka. Kabla Daudi hajavaa taji, alivaa mavazi ya kichungaji. Kabla hajavaa taji la kuwa mfalme, ile crown, alikuwa anavaa mavazi ya kichungaji akichunga kondoo. Tunaelewana Alafu kabla hajakaa kwenye kiti cha enzi cha ufalme, alikaa jangwani akichunga kondoo. Ni rahisi sana kila mtu kutamani kuona ameinuka na kufika kwenye hatua fulani katika huduma, hatua fulani katika maisha, hatua fulani katika chochote anachokifanya. Lakini kabla Mungu hajakupitisha pale, kuna hatua na nafasi ambazo atakupa. Kabla hajawa mfalme, alikuwa mchunga kondoo. Kabla hajavaa crown ya kifalme, alivaa nguo za kichungaji. Ni muhimu sana kuelewa. Usipoelewa mambo haya, utajikuta maisha yako yote ni mtu wa maombi, dua na sala, ukifikiri Mungu hajajibu, kumbe haujataka kusimama na kukaa kwenye nafasi ambazo Mungu amekupa ili kuinuka na kuangaza. Mwambie jirani yako, maisha ni mchakato, sio matokeo ya usiku mmoja. Mwambie tena, maisha ni mchakato, sio matokeo ya usiku mmoja. Kila siku nawaambia hapa, hichi kizazi hichi cha fast food, fast charge, fast everything kinakataa mchakato. Mungu anafanya kazi na watu kwa mchakato, na kila nafasi anapoona umefanya vizuri, ndipo anakuamini kukuinua zaidi kwenye viwango vingine. Na Mungu anajua akimpa nafasi mtu ambaye hajaandaliwa, atamwaibisha. Lakini pia habari ya Daudi inanifundisha kitu, ya kwamba kuna nyakati Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni kumwandaa mtu mkuu atakayefaa kwenye dunia yake baadaye. Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni kumwandaa mtu mkuu atakayefaa kwenye dunia yake baadaye. Andika hilo jambo ili mazingira yako yasikuzuie. Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni. Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni kumwandaa mtu mkuu atakayefaa kwenye dunia yake baadaye. Naomba nirudie tena kwa msisitizo. Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni kumwandaa mtu mkuu atakayefaa kwenye dunia yake baadaye. Usiruhusu mtazamo wa moyo wako kufanana na mazingira yako. Mwambie jirani yako, usiruhusu. Mwambie tena, usiruhusu mtazamo wa moyo wako kuhusu wewe kufanana na mazingira yako. Daudi alikuwa mchunga kondoo, si ndio? Lakini alikuwa ametiwa mafuta kuwa mfalme. Kwa hiyo licha ya kuwa watu walikuwa wanamuona ni mchunga kondoo, lakini moyoni mwake alikuwa anajua, mimi nimetiwa mafuta, ni swala la muda tu, kuna mahali Mungu ananipeleka. Na ukisoma mazingira vizuri utagundua Daudi hata kwenye familia yake, mzee Yese alipoambiwa watoto wake waletwe, Mungu anataka kujipatia mfalme, Daudi hakuletwa wala jina lake halikutajwa. Jina lake halikutajwa. Maana yake hata baba mzazi hakuwahi kumfikiri Daudi ya kwamba anaweza kufika kwenye viwango na nafasi ambazo Samueli alikuwa anazisema. Watu wanaweza wasikuamini
Mazingira yanaweza yakakuonesha haustahili, lakini hakikisha moyoni mwako haupotezi utambulisho wa kile ambacho Mungu anasema kwenye neno lake kuhusu wewe. Usiruhusu mtazamo wa moyo wako kufanana na uhalisia wa mazingira yako. Mungu anaweza kutumia mazingira yanayoonekana kuwa duni kumwandaa mtu mkuu kwa ajili ya kesho yake na dunia yake. Wacha niwaambie, amua ndani ya moyo wako ya kwamba mazingira yangu hayatatengeneza utambulisho wangu. Kuna watu leo dunia inaimba majina yao na kuyataja, lakini historia za familia zao zilikuwa hazitoshi kuwapeleka mahali ambapo dunia ingewataja na kuwashangilia. Daudi mchunga kondoo, kila nafasi ambayo Mungu alimpa kwenye maisha yake aliiona ni fursa ya kuinuka na kuangaza. Kumbuka tunajifunza namna ya kuinuka na kuangaza sehemu ya 8, na kanuni ya 3 ya kuinuka na kuangaza ni kuhakikisha tunatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Na kumbuka tumesema Mungu anapozileta nafasi kwenye maisha yetu, nafasi zinaweza kuja kwa sura tofauti. Namba 1 inaweza kuja kwa sura ya mtu. Mungu anamleta mtu kwenye maisha, lakini katika yule amebeba nafasi ya Mungu ya kubadilisha maisha yako. Inaweza kuja katika sura ya taarifa ambayo ukiifanyia kazi inabadilisha maisha yako. Inaweza kuja kwa sura ya kazi, wajibu au jukumu ambalo ukikubali na kufanya nao, Mungu anabadilisha hali ya uchumi wako na maisha yako. Inaweza kuja kwa sura ya sehemu, mahali ambako Mungu anakupeleka, ukikubali kukaa na kuishi hapo, Mungu anakupa kuinuka na kustawi. Tulimuona Isaka. Tunaenda pamoja Usipoelewa nafasi namna ambavyo Mungu anazileta kwenye maisha, unaweza ukapishana na neema na baraka za Mungu kwenye maisha yako. Daudi kila nafasi aliyoipewa aliitumia kuinuka na kuangaza. Nilipokuwa nikisoma habari za Daudi nikagundua pia ya kwamba mafanikio ya Daudi hayakuanzia kwenye taji ikulu, bali yalianza kwenye fimbo ya mchungaji nyikani. Andika jambo hilo litakusaidia. Mafanikio ya Daudi hayakuanzia kwenye taji ikulu, hayakuanzia kwenye taji ikulu, bali kwenye fimbo ya mchungaji nyikani. Hayakuanzia kwenye taji ikulu, bali kwenye fimbo ya mchungaji nyikani. Na nilipokuwa nikisoma maandiko, niliamua kumtazama Daudi kwa kina tena ili kujifunza zaidi kuhusu umuhimu wa kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anatupa. Nikagundua ya kwamba kila nafasi ambayo Mungu anatupa kwenye maisha yetu, Mungu huitazama mioyo yetu ili kuona namna gani tutawajibika ipasavyo kwenye nafasi alizotuamini nazo. Ni muhimu sana kuelewa hilo na kuliangalia. Lakini pia ikabidi nianze kuangalia kwa kina maisha ya Daudi ya uchungaji wa kondoo, kwa namna gani yalimfanya Mungu akaona akahusianisha na namna ambavyo anaweza kuyachunga maisha ya watu wake. Nimeandika hapa nikasema maisha ya uchungaji wa kondoo yalihusisha mambo kadhaa. Nikapo chini ili kuoneshe maisha ya uchungaji wa kondoo yalihusisha mambo kadhaa. Tumemwona Daudi kama mtu anayechunga kondoo, lakini Mungu akampa nafasi, na ile nafasi ya kuchunga kondoo ikawa ni sehemu au fursa ya Mungu kumwamini kwa nafasi za kuinuka na kuangaza. Sasa ni lazima kwa sehemu tuangalie nafasi au maisha ya kuchunga kondoo yalikuwa yanahusisha nini. Namba moja, kuishi mbali na mji. Kuishi mbali na mji.
kuishi mbali na mji. Mchungaji wa kondoo alikaa nyikani kwa muda mrefu, mbali na macho ya watu. Mtu aliyekuwa anachunga kondoo alikaa mbali na mji kwa muda mrefu, akiendelea na majukumu yake. Maana yake kuchunga kondoo haikuwa platform yenye uwezo wa kuonesha uwezo walionao mtu. Watu wengi wanapotaka kufanikiwa kwenye maisha wanatafuta majukwaa yatakayowafanya waonekane. Wanatafuta kufanya mambo yatakayowafanya watu wawasifie na kuwashangilia. Daudi alikuwa mwaminifu kwenye platform ambayo hakuwa na mtu wa kumshangilia, hakuwa na mtu wa kulitaja jina lake, lakini ule uaminifu Mungu akauona. Mazingira yalionekana manyonge, lakini Mungu aliuona uaminifu wake. Unanielewa Yes. Inawezekana hata kaka zake kwa mara ya kwanza ndo walisikia pale akiwa anasema ya kwamba simba na dubu walikuja, lakini niliwashinda. Na nilielewa kwa nini Daudi alipoambiwa na Goliati, alipoambiwa na mfalme Sauli kwamba hutaweza kumshinda Goliati maana ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi alijua hawa watu hawanifahamu, maana platform iliyonitengeneza iko sirini, sio kama ya wanajeshi wanaokwenda vitani. Akaamua aanze kujitambulisha ili wamjue. Maana yake CV yake ilikuwa giza. Unanielewa Watu wote unaowaona Mungu amewainua na kuangaza hadharani, kuna nyakati ambazo waliwekeza kujifunza na kujitengeneza sirini. Muda wako sirini utaamua kiwango cha nuru yako itakayoangaza hadharani. Namba 2, maisha ya uchungaji yalikuwa yanahusisha nini? Namba 2, yalihusisha kukabiliana na hatari za wanyama wakali. Yalihusisha kukabiliana na hatari za wanyama wakali. Kumbuka tunaangalia ya kwamba Mungu anapotaka kumuinua mtu huwa anataka atambue na kutumia vizuri nafasi ambazo atampa kwenye maisha yake. Kila nafasi ambayo Mungu anakupa ukifanya vizuri inakufungulia mlango wa kuaminiwa kwa nafasi zilizo bora zaidi, ndipo unainuka na kuangaza. Ni jambo zuri kuomba wanangu, ni jambo zuri kufunga, ni jambo zuri kufanya kila unachokifanya, ila ukishindwa kujijenga, kujiimarisha, kujiongezea ufahamu na kuzalisha matokeo mazuri yanayoonekana kwenye jambo ambalo Mungu amekuamini, kuna malango hayatafunguka kwenye maisha yako. Tatizo sio shetani, tatizo ni wewe. Hakuna aliyekuloga, na siku ukiniambia umelogwa nitakutenga wewe na aliyekuloga. Umeokoka wewe, unalogwaje? Yani Jose umeokoka, yani mchawi anakujaje anakuloga mpaka usiku eti anakukaba, hapo wewe umeokoka. Wewe una akili kweli wewe? Takutenga wewe na aliyekuloga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, kwa hiyo yalihusisha kukabiliana na hatari za wanyama wakali. Utaangalia pale kwenye Samueli wa kwanza 17 mstari wa 34 mpaka mstari wa 36. Samueli wa kwanza 17 34 mpaka 36. Biblia inasema, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, akinirukia humshika ndevu zake. Anashika ndevu za simba na dubu. Nimshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetailiwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Maisha ya uchungaji yalihusisha kuhatarisha maisha ili kulinda maisha ya wanyama. Haya mambo alipokuwa anayafanya Daudi,
uaminifu katika wajibu alioaminiwa, alikuwa na sababu ya kutoa udhuru kwa baba yake ya kwamba kondoo wameliwa, kwa sababu simba na dubu walifika na baba akaelewa. Lakini Daudi alijua watu wanaotoa udhuru kwenye maisha hawawezi kufanikiwa kwenye eneo lolote la maisha yao. Mmenisikia nilichosema? Watu wanaopenda kutoa excuse kwenye maisha hawawezi wakafanikiwa. Unataka kuwa mtu mwenye matokeo ya kimungu, epuka tabia mbili: tabia ya kupenda kutoa udhuru katika kufanya mambo na tabia ya kuhairisha kufanya mambo. Wavivu hawana nafasi katika ulimwengu wa mafanikio, wanangu, hawana. Watu wenye tabia ya kutoa udhuru wanaitwa wavivu. Wanatafutaga sababu zinazoonekana zina maana za kwa nini hawajafanya waliotakiwa kufanya. Alikuwa na sababu zote huyu jamaa, lakini bado alisema, hii ni nafasi ambayo Baba ameniamini na Mungu ameniamini, nitahatarisha maisha yangu ili kulinda kondoo. Hayo ndiyo maisha ya mchungaji wa kondoo. Waliozaliwa na kukua vijijini wanajua. Unaweza ukawa unatembea barabarani, unaona kondoo ni kama wanataka kuvuka kwenda upande wa pili na magari yanakuja. Utamkuta mchungaji wa kondoo yupo hapa, yupo katikati ya hatari na wanyama, kuhakikisha hatari haiwafikii wale wanyama. Alipokuwa anafanya kwenye zile nafasi, Mungu akawa anamwangalia. Hakuna mtu anamuona, lakini Mungu anamtazama. Anasema, huyu jamaa ana kitu cha tofauti ndani yake. Na hapa ndipo palipokuwa tofauti kati ya mfalme Sauli na Daudi. Sauli yupo kwenye nafasi ya ufalme, adui anatoka na kutukana jeshi la Mungu, yeye pamoja na wanajeshi wamekaa kimya, wametulia. Daudi ametumwa kupeleka chakula na kuwaona ndugu zake, anamuona Mfilisti anatukana Mungu wake. Daudi anasema, pumbavu huyu, siwezi nikanyamaza kimya, ataendelea hivi mpaka lini? Okay? Jambo la tatu, maisha ya uchungaji wa kondoo yalihusisha nini? Yalihusisha uvumilivu na uangalizi wa karibu. Uvumilivu na uangalizi wa karibu. Kwa hiyo kama wanyama walipokuwa wanapita, wanapata shida, wanahitaji malisho, alijua wapi pa kuwapeleka. Wanahitaji maji, alijua wakati gani wa kuwapa. Wanahitaji matibabu, alikuwa na maisha ya kujali, alikuwa na maisha ya kuangalia. Na ndiyo maana Mungu alipouona ule moyo, akagundua ya kwamba Daudi, kama katika nafasi hizi ambazo hakuna anayemuona, ameonyesha kuwa mwaminifu, huyu anastahili kuinuka na kuangaza na kukikalia kiti cha ufalme. Kumbuka nilisema mwanzoni tulipokuwa tunaanza ya kwamba kabla hajavaa taji, Daudi alivaa nguo za kichungaji. Kabla hajakaa ikulu kuwa kiongozi wa taifa, alikuwa mchungaji wa kondoo nyikani. Kila mtu unayemuona katika nyakati za kuburudishwa kwake, tambua kwamba nyuma kuna nyakati za kutaabika na kuhangaika kwake. Kila unayemuona yupo katika nyakati za kuburudishwa kwake, nyakati za kufurahia matokeo unayoyaona kwenye maisha yake, ana nyuma katika stori yake, ana nyakati za kuhangaika na kupambania kile unachokiona kwenye maisha. Mungu anawapaga watu nafasi ambazo wakizitumia na kuziitikia, huwa wanainuka na kuangaza. Kwa lugha rahisi, kuinuka na kuangaza kwetu kunategemea namna tunavyozitumia nafasi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yetu. Andika jambo hilo uwe unakumbuka. Kuinuka na kuangaza kwetu hutegemea nafasi ambazo Mungu anatukutanisha nazo kwenye maisha yetu. Kwenye maisha yetu ni jambo la msingi sana. Natamani nikakuonesha kwa haraka tu. Mungu alipokuwa anazungumza na Sauli wakati ambapo alipozungumza na Samueli wakati ambapo amemkataa Sauli, alimwambia hivi, nimejipatia mtu aupendezaye moyo wangu, si ndio si ndio na huyo mtu aupendezaye moyo wake alikuwa ni nani? Daudi. Nataka nikakuonesha kwa haraka mambo machache miongoni mwa mengi, nitakugusia leo machache tu, mambo ambayo Mungu aliyaona kwenye moyo wa Daudi katika nafasi ya kuchunga kondoo. Mambo ambayo Mungu aliyaona kwenye moyo wa Daudi katika nafasi ya kuchunga kondoo.
Yako mambo mengi, lakini nitagusa mawili matatu tu kwa haraka ili tupate muda mzuri wa kuomba sasa. Mambo ambayo Mungu aliyaona kwenye moyo wa Daudi katika nafasi ya kuchunga kondoo. Namba moja, uaminifu katika mambo madogo. Jambo la kwanza ambalo Mungu aliliona kwenye moyo wa Daudi katika nafasi ya kuchunga kondoo, hata akamwamini kuinuka na kuangaza kwenye nafasi ya kuwa mfalme, ni uaminifu katika mambo madogo. Utaona Zaburi 78 mstari wa 70 mpaka wa 72. Zaburi 78 mstari wa 70 mpaka 72, Biblia inasema, akamchagua Daudi mtumishi wake, akamwondoa katika mazizi ya kondoo. Nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa, awachunge Yakobo watu wake na Israeli urithi wake. Akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake. Umesikia jambo Walipokuwa wanachunga kondoo, akawalisha kwa ukamilifu wa nini? Wa moyo wake. Kule sana anasema Daudi mwenyewe kwenye Samueli wa kwanza 17 ya kwamba walipokuja wale simba na dubu wakiwa wamechukua kondoo, yeye aliamua kufanya nini? Kupigana nao. Uaminifu katika mambo madogo. Alafu anasema na kuwaongoza kwa busara ya mikono yake. Uaminifu katika mambo madogo. Jambo la pili ambalo Mungu aliona kwenye moyo wa Daudi katika nafasi ya kuchunga kondoo ni moyo wa ujasiri usiokimbia hatari. Moyo wa ujasiri usiokimbia hatari. Moyo wa ujasiri usiokimbia hatari. Nimeandika hapa nikasema, ujasiri sio kutokuwepo kwa hofu, bali ni kuchagua kusimama katika wajibu licha ya mazingira kuwa na hofu. Ujasiri sio kutokuwepo kwa hofu, sio kutokuwepo kwa mazingira yenye kutisha. Ujasiri ni kusimama katika wajibu wetu licha ya mazingira kuwa na hofu. Yaani mtu ambaye hana hofu au ni jasiri, sio kwamba hakuna mazingira yanayomtisha, ila amechagua kufanya anachotakiwa kufanya bila kujali hofu inayozunguka kwenye mazingira yake. Mungu aliuona moyo wa ujasiri wa kutokukimbia hatari. Alikuwa na sababu zote zenye kumfanya akiongea mbele za watu wamuelewe kwa nini ulikimbia kondoo akaliwa. Lakini Mungu alipoona moyo akaona, huyu jamaa si ndio huyu ninayemtaka huyu, hata akikutana na Goliati huyu wakati Sauli na jeshi wanakimbia wamenyamaza kimya, ana uwezo wa kutokea. Amina. Moyo usiokimbia hatari. Moyo wenye ujasiri usiokimbia hatari. Nilitamani niendelee zaidi, lakini kwa sababu ya muda na siku ya leo, ili tupate muda mwingine tena wa kuomba, natamani tuishie hapo. Naomba uandike kitu hichi ambacho tutaendelea nacho kutokea hapo kwenye ibada ya katikati ya wiki inayokuja. Njia ambazo Daudi alitumia kukabili hofu ya kushindwa. Nataka nije kuonesha kitu kingine hapo, njia ambazo Daudi alitumia kukabili hofu ya kushindwa. Tumeona hapo jambo la pili ambalo Mungu aliuona ni moyo wa ujasiri wa kutokukimbia hatari, si ndio Sasa lazima tuje tuangalie kwenye maisha ya Daudi njia ambazo Daudi alitumia kuishinda hofu ya kushindwa. Nini kilimsaidia Daudi hata wakati ambapo kulikuwa na hofu ya simba na dubu hakuogopa? Nini kilimsaidia Daudi wakati taifa zima wanajeshi na silaha zao na mfalme wamemwogopa Goliati, yeye hakuogopa? Nini kilimfanya Daudi? Zaburi 23 anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Anaiona mauti lakini haogopi. Nini kilimfanya asiogope? Ujasiri na moyo wa kutokuogopa hofu. Anasema anaiona mauti, anasema sitakufa bali nitaishi. Nini kilifanyaga moyo wa Daudi? Ziko sababu kadhaa. Bwana akitupa neema kwenye session itakayofuata tutapita hapo. Naomba tusimame.